Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika channel yako hii safi kabisa ya OT. Channel hii inahusiana na mambo mbalimbali ya kujifunza mitandao ya kijamii na jinsi gani tutatumia vizuri mitandao ya kijamii ili kujifunza matumizi yaliokuwa sahihi mitandao ya kijamii ili iweze kuwa manufaa makubwa kabisa katika maisha yetu ya kila siku ambayo yanayotuzunguka na matumizi ya mitandao sahihi kabisa. Leo hii kuna mambo muhimu sana ambayo nimekuandalia au mada muhimu sana. Mada inajulikana kwa jina la madhara ya smartphone kwenye maisha. Ndugu yangu, smartphone imekuwa ni msaada mkubwa sana katika teknolojia ya kimawasiliano, lakini vile vile watu wanakuwa wanafanya biashara kutumia hii smartphone kwa mitandao ya kijamii mbalimbali, ambao watu wanakuwa wanafaidika sana na hii simu za kubwa au simu janja kwa inavyotambulika kwa jina lingine. Lakini pindi tutapokuwa tunaitumia vibaya smartphone inakuwa inatuletea madhara makubwa sana katika maisha yetu na pia vile vile hata kiafya. Leo hii tutaangalia baadhi ya madhara ambayo yanamwathiri mwanadamu kutumia smartphone kwenye maisha, vile vile kwenye afya, hata kidini ya Kiislamu pia vile vile tutaangalia madhara gani ambapo mtu anakuwa anayapata kwenye smartphone endapo akitumia kwa muda mrefu. Madhara ya kwanza kabisa, mtu anapata madhara kiafya. Kiafya mtu anapata madhara sehemu mbalimbali za mwili wake ikiwemo macho. Madhara ya kwanza ni macho. Mtu anapokuwa anatumia muda mrefu kabisa smartphone anakuwa anapata madhara kwenye macho yanakuwa yanaingia ukungu mtu akiwa anaangalia muda mrefu sana simu yake. Akiwa akiangalia muda mrefu simu yake video mbalimbali. Sasa ule mwanga akiangalia muda mrefu, wengine masaa 8, masaa mpaka 5, 6, 7 mpaka 8 mpaka 10, mtu muda mrefu anakuwa anaangalia simu yake. Sasa yale madhara akitoka kwenye simu akiangalia sehemu nyingine anakuwa anapata ukungu fulani hivyo wa macho. Sasa ule ukungu kidogo kidogo unajikusanya, mwisho wa siku anakuwa macho anakuwa anamsumbua. Ndio mtu huyu mwingine akiwa akiangalia akisoma maandishi anakuwa hawezi kusoma vizuri, maneno yaoni kutokana na nini? Alikuwa akitumia muda mrefu simu yake smartphone. Madhara mengine kiafya, mtu anakuwa anapata madhara usingizi hafifu. Usingizi hafifu, mtu saa nyingine usiku halali kwa muda ambao unatakiwa. Anakaa mpaka saa 8, saa 9, saa 10 mpaka usiku anakuja kulala saa 9. Sasa huo muda ambao anakuwa anatumia angelala, kulala kupata usingizi inakuwa ni bora zaidi kwa afya yake yeye mwenyewe. Sasa mtu anakuwa anajikoseshia huo usingizi uliokuwa mzuri kabisa ambao afya yake ingekaa vizuri zaidi. Ndio maana baada hapo mtu kesho asubuhi kwenda kazini anakuwa anachelewa kazini muda mwingine, au anakuwa anasinzia kazini, afanye kazi kwa ufasaha zaidi kwa ajili ya nini? Smartphone imemcheleweshia muda wake. Pia madhara mengine, mtu anakuwa anapata madhara kiafya mgongo na shingo. Anapokaa pozi sehemu moja au anapokaa pozi moja anapokuwa akiweka, anakuwa ile shingo inaendemisha muda mrefu. Sasa yale madhara akitoka pale shingo inakuwa inamuuma. Madhara mengine kabisa, mtu anakuwa anapata madhara ya kijamii. Watu wengine wanajitenga kabisa na jamii yao halisi, au wanakuwa wanapata madhara kujitenga kijamii, yani mtu anakuwa muda mrefu anakosa ile mawasiliano ya ana kwa ana. Saa nyingine mtu mawasiliano ya ana kwa ana yanakuwa muhimu katika maisha yake. Angetakiwa atoke aende kumuona ndugu yake kwa karibu pengine, au ndugu yake wa wapi, anakuwa anakosa ule muda mrefu sana anakuwa anatumia kwenye simu. Sasa saa nyingine simu anapiga, anafanya mawasiliano mtandaoni. Sasa muda mwingine ule mawasiliano ya ana kwa ana mtu anakuwa anakosa. Kujitenga kijamii vile vile, mtu anakuwa anajitenga kijamii, mtu anakuwa anaacha ndugu zake wa karibu, anakuwa asiliamini nao vizuri. Muda mwingine saa nyingine unamletea huzuni. Hii hali inamletea huzuni katika maisha yake na anakuwa anakosa utulivu. Kwa ajili gani? Amejitenga kijamii, muda mrefu sana yuko mtandaoni. Madhara mengine kielimu na kazi, mtu anakuwa asomi Qur'ani, pengine kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anakuwa akisomi kwa ufasaha, anakosa muda wa kusoma, anakuambia mimi sina muda. Ana muda lakini anakuwa anapoteza muda mrefu sana kwenye simu, masaa 2, 3, 4 mpaka 10. Mtu muda wote uko kwenye simu tu. Afu ukimwambia nenda kasome dini ya Mwenyezi Mungu, anakuwa mimi nakosa muda, siwezi kusoma, muda nimeshapita. Madhara pia ni madhara kikazi vile vile, mtu anakuwa madhara kikazi. Anachelewa ofisini, akifika ofisini afanye kazi kwa ufasaha, kwa utulivu uliokuwa mzuri kabisa, kwa ustadi mzuri kabisa wa kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo anakuwa anahusisha simu yake na kazi. Anakuwa anafanya kazi mbili kwa wakati mmoja, huko ameshika simu smartphone anabonyeza, huko anakuwa anafanya kazi nyingine ya ofisi yake. Sasa hii hali inampelekea sana mtu anakuwa anafanya kitu ambacho sio kwa ufasaha kabisa. Kwa smartphone mtu inamcheleweshea maisha yake ya kila siku, inamharibia maisha, anakuwa anakosa kufanya vitu vizuri kabisa katika maisha yake. Madhara mengine pia madhara kidini, kiroho, kiimani, mtu anakuwa anakosa imani.
Kwa jana mtu anakuwa anakosa imani kiroho, kidini vile vile mtu anakuwa anakosa imani. Hii simu inampunguzia, anakuwa mzembe kwenye kuendea ibada, kwenda kuswali pengine, ndo kama hivyo kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yaani mambo mbalimbali ambayo anamtakia kwenye dini, majukumu ya dini yake mwenyewe anakuwa anakosa kwa ajili ya nini? Smartphone. Anachelewa mtu kwenda kuswali, anachelewa mtu kufanya mambo mbalimbali na ambayo yanakuwa na tija kubwa sana katika maisha yake. Kufanya kile kitu ambacho mbeleni kinakuwa kina faida kubwa sana, yeye anaangalia kuipendezesha nafsi katika muda wake mfupi sana ambao sasa anaotumia. Lakini angeacha simu pengine au angeenda kuswali, anakuwa anajiwekea akiba yake mbeleni huko anakoelekea. Mtu anakuwa anapata madhara kama hayo. Kwa mfano, mtu anakuwa anachelewa swala, mambo mbalimbali mtu anakuwa anamsababishia mtu anakosa vitu vizuri kwa ajili ya smartphone. Anamaliza hela zake nyingi sana kwa ajili ya simu, smartphone. Sasa hii madhara ambayo mtu anakuwa anakosa. Ndugu yangu, utakiwa ujue kabisa hii simu tumeletewa na wazungu, lakini inawezekana ni mtego kwetu, au inawezekana ni faida kubwa sana kwetu sisi, au inawezekana ni mtego mkubwa sana wa kisasa, ambapo mtu anakuwa anatumia mtego, anakuwa analemaa kiakili. Akili pia inakuwa inalemaa unapotumia smartphone muda mrefu kwa matumizi ambayo sio sahihi. Unatakiwa utumie upange muda wako maalum kabisa. Huu muda huu kama sasa hivi kuanzia saa 2 au saa 3 au kuanzia saa 2 au saa 1 usiku au mpaka saa 2 kamili ndio muda wangu wa kutumia simu. Lakini mtu anakuwa anakosa kujipangia hivyo, anakuwa hawezi kujipangia muda kama hiyo. Ndugu yangu, kwa kuhitimisha niseme kwamba hii smartphone inaweza ni mtego mkubwa sana katika maisha yetu. Vile vile inaweza ni faida kubwa sana katika maisha yetu, kutupigisha hatua tuende mbele sana kimaisha. Kwa tuzingatie sana tulimwenguni. Kwa hayo machache, naombeni mfuatilie sana katika channel yetu hii, msubscribe na kushare kwa watu wengine ili waweze kupata mambo mazuri zaidi au masomo mazuri zaidi yanayohusiana na kiteknolojia. Hii channel kama nilivyotangulia kusema inahusiana na masuala ya kiteknolojia, ili kujifunza mambo mbalimbali ya kiteknolojia na kutumia mitandao ya kijamii kwa njia iliyo sahihi kabisa. Karibu sana kwa wakati mwingine.